mwanaume anaanzisha mahusiano, lakini wakati mwingine pia wote inawezekana wakaanzisha mahusiano kwa pamoja kwa wale makubaliano. Na namna ya kuwalinda sasa ni namna gani, vigezo vyao, wanataka wafike wapi, ndio wanaweza kuyalinda hao mahusiano yao yakaweza kudumu. Mchungaji, naomba utusaidie kidogo. Ni nani huwa anaanzisha mahusiano na kuyalinda mahusiano? Ndugu mtangazaji, nashukuru kwa swali hili. Mara nyingi huwa napenda kuweka A na B. Kijamii, kawaida katika jamii. Sisi ni wacha Mungu, tunapokuja katika habari ya Roho wa Mungu na Roho Mtakatifu ambayo huwa anafunua, kwa sababu uhusiano huwa una tukio linalofanya yaanze. Lazima kuwe na tukio la kuona au kuliona lakini ulilisikia, linakuwa chanzo cha mahusiano. Sawa? Kimungu yeyote tu maadamu yawe sahihi ataanzisha hayo mahusiano. Hiyo ni B baada ya A. Kwamba yeyote ataanzisha nini? Mahusiano. Maadamu tu yawe sahihi. Kwa haijalishi jinsia gani kabisa, maadamu tu yawe sahihi. Kwa sababu Mungu anaweza kukusemesha wewe kwenye B, akakusemesha uhalisia kabisa kwamba unapaswa kwenda kufanya jambo fulani. Unapaswa ufanye kwa maana ya uaminifu mbele za Bwana. Sawa mtangazaji, naomba nichangie kwa mchungaji hapo. Mchungaji, ni kwamba kwa mila zetu za Kitanzania, mwanamke akinifuata mimi akasema mimi kaka nimevutiwa na wewe, mimi nitamwona ni ngumu. Kutokana na malezi tuliolelewa na tunatambua kwamba mwanaume ndio chanzo cha kutaka mke, ndio chanzo cha ndoa. Sasa mchungaji, utasaidiaje kwa watu wengine ambao mwanamke akinifuata mimi au akamfuata mwingine, tunasema yule mwanamke anajirahisisha? Okay. Ndugu mtangazaji, asante kwa swali zuri. Kwenye changamoto nimezioanisha changamoto. Changamoto ya kwanza ambayo inaharibu mahusiano ni mtazamo wa jamii. Basi. Kwa sababu kuitwa huyu ni muhuni ni sawa. Ni mtazamo wa nani? Ni mtazamo wa jamii, ndio maana nimeweka yeye. Yaani akianza kwa kweli jamii inamsupport huyu mama huyu, huyu binti. Sasa Mungu amezungumza, tunafanyaje?